Tuko mkoani Kigoma, kaskazini magharibi mwa Tanzania. Washiriki wa mafunzo wakikokota kifaa cha kusaidia kulelea vifaranga. Ni katika mafunzo kwa vitendo yaliyoendeshwa na shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo FAO nchini Tanzania kupitia mradi wa pamoja wa Kigoma KJP wa kushirikiana na serikali mkoani Kigoma nchini humo. Mfunzi anafafanua. Tumeona kwamba hii inatamani itumike kwa sababu haihitaji nishati. Kifaa hiki cha kulelea vifaranga kimepatiwa jina kinengunengu. Je, kwa nini kinengunengu? Tumefunga safari hadi Chanika, wilaya ya Ilala, mkoani Dar es Salaam, mashariki mwa Tanzania, kufahamu zaidi juu ya kifaa hiki ambacho sasa FAO inahamasisha wafugaji wa kuku wa kienyeji wakitumie. Kwa jina naitwa Mohamed Rashid Mfaume almaarufu kinengunengu. Mimi ni afisa mifugo mstaafu katika Wizara ya Mifugo. Mimi ndiye muasisi na mbunifu wa kifaa kinachoitwa kinengunengu Bruda. Kifaa hiki ni kifaa cha kulelea vifaranga kwa kuku wa kienyeji haswa kule vijijini. Nilikibuni kifaa hiki kutokana na changamoto za wafugaji wangu. Changamoto zilizokuwa zinatokana na wafugaji wangu ambao nilikuwa na washauri namna ya ufugaji. Kwa vile nilikuwa na vipindi vya kufundisha wafugaji, nilikuwa nikifika na wafundisha jinsi ya uzalishaji wa kuku wa kienyeji kwa wingi. Yaani namna gani kuweza kuwa multiply upate kuku wengi kwa muda mfupi. Sasa somo hili lilikuwa linaingiza sehemu ya uleaji wa vifaranga. Katika sehemu zote zilikuwa zinakwenda vizuri, lakini inapofika namna uleaji wa vifaranga, kama tunavyojua mtetea anavyototoa vifaranga, halafu jinsi anavyokwenda kuvisabaratisha wakati anatembea kule, mwewe wanaokota, kunguru, vicheche, wanyama, mwisho wa siku anajikuta hana kifaranga hata kimoja. Kwa maana hiyo, kwa mwaka uzalishaji wa kuku wa kienyeji ukawa haupo, au kama ni kiasi cha ongezeko lake lilikuwa ni kidogo tu. Hii ilinipa headache. Pasua kichwa hiyo ikamfanya Bwana Mfaume abonge bongo na kuja na wazo. Ndio nikaja na idea hii ya kinengunengu Bruda. Kinengunengu Bruda chanzo chake ilizaliwa hapa Dar es Salaam katika miaka ya 90 ya mwishoni. Miaka ya 90 ya mwishoni ndio kifaa hiki nilikiasisi katika kijiji kinachoitwa Msakuzi hapa Dar es Salaam. Wakati huo kulikuwa ni vijiji Dar es Salaam. Kulikuwa na vijiji. Kwa hiyo nilikiasisi kwa baada ya kuona kwamba wakazi wa pale wanafuga kuku wengi sana, lakini kuku wote wanaisha katika kulea, wakati wa kulelewa na mitetea. Kwa hiyo nilikuja na idea hii ya kinengunengu Bruda, na ndipo kilipoanza kupatikana kifaa hiki kutokana na idea yangu. Na alichagua jina kinengunengu ambalo lilikuwa jina la utani la babu yake. Na sasa kinafanyaje kazi? Kifaa hiki kinengunengu Bruda kwanza hakitumii nishati ya aina yoyote, na ndio maana kilikuwa kizuri kutumika kijijini. Hiki unaweka tu vifaranga, joto lao wenyewe ndilo linalowalea. Lile joto la vifaranga lenyewe ndilo linalowalea. Kwa hiyo hakitumii nishati ya namna yoyote. Lakini vile vile kifaa hiki kinaweza kuchukua, kwa wakati ule natengeneza ilikuwa kina accommodate vifaranga 100, kwa sababu ni hardboard moja tu tunalipiga round na kulitengenezea mfuniko, linatosha kwa vifaranga 100. Vifaranga 100 wanalelewa vizuri tu bila shida yoyote. Watu wengi wamekitumia na kimeleta mafanikio makubwa sana, na mpaka sasa hivi ndio ninasikia kwamba kimezagaa nchini sehemu nyingi sana, mikoa mbalimbali. Ni kifaa kizuri, nafikiri watu waendelee tu kukitumia kwa sababu kitaongeza tija katika uzalishaji wa kuku wa kienyeji, haswa ikizingatiwa chanjo, chakula na mahali pazuri pa kulala hao. Turejee basi kwa Kigoma kwenye mafunzo. Adelina Mkumbukwa, daktari wa mifugo, anafunguka. Tumeweza kutengeneza kifaa ambacho kinaitwa kinengunengu au kwa jina lingine ni Bruda, ambacho kifaa hichi tunakitumia bila kutumia nishati ya moto. Tunatumia kwa kutumia maranda na nguo ambayo tunazungusha ndani ya kifaa hichi. Nahamasisha kutumia
njia hii ya asili kukuza vifaranga, maana ni njia yenye faida ambayo inatumia malanda, hivyo hawatatumia mkaa, ambao mkaa tunaharibu mazingira, lakini pia umeme hawatatumia kwa sababu umeme ni gharama. Hivyo tunahamasisha kifaa hichi ambacho hakitumii nishati hizo, ambacho ni kifaa ambacho ni cha gharama nafuu. Azim Michael Mkoba, fundi seremala na mfugaji kuku wa kienyeji ambaye amebahatika kushiriki mafunzo haya, hakuficha furaha yake. Kwa sasa hivi tumepata vinengunengu kwa ajili ya kulelea vifaranga, ambao imekuwa ni bora zaidi. Nafikiri sio gharama, mtu yeyote anaweza akanunua vifaa na nikamtengenezea kwa bei rahisi kabisa. Faida nyingine tuliyojifunza ambayo ni kukinga vifaranga ambavyo tunavikinga kwa na umri mdogo, kwamba uwezo kaingiza mtu yaweza kaingiza ugonjwa au uchafu wote ambao ndio ukamdhuru kifaranga. Kwa hiyo anakuwa kwenye ulinzi kamili mpaka atakapoamua kumhamisha kwenye muda hili. Kwanza unakuwa unaepukana na ile karaha ya kuamka usiku, kuweka joto, labda umeme umekatika usiku, unaanza kuchanganyikiwa, huna mahali pa kupata luku, na unakuwa una vifaranga wadogo labda aidha wa siku 2 au 3. Kwa hiyo hii inasaidia sana, itakuwa imetusaidia, na tunashukuru sana kwa kutupa huu ujuzi. Tutaifanyia kazi kwa ufasaha. Utaweza kuwalinda kuku wako, vifaranga wako bila kupata madhara ya kuchukuliwa na kunguru, vicheche. Hapa atakuwa amehifadhika bila kuwa na usumbufu wote. Hata kama wewe hauko, hakuna kunguru anaweza kuja kuchukua wao.